Alhaji Makoe leo anafuturu kibamba kwa moa, kitu kama hivyo. Ubungo Media tupo live hapa sasa hivi, ambapo tumekuja kushirikiana na mkubwa sio mkubwa na wanawe, hapana, huyu ni mkubwa wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo tupo live hapa, ambapo hawa wanaonekana ni viongozi wanaonekana hapa ni viongozi. Ubungo Media tuko live. Alafu kazi hii nzuri, maftari unapata kwa sana. Leo napata futari hapa kwa mkubwa. Mambo ni safi sana. Kama tulivyowaambia, Ubungo Media tuko live hapa. Tumekuja kushirikiana na mkubwa kiongozi wetu. Viongozi mbalimbali hapa tayari wameshaanza kupata iftar. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu wapate iftari iliyokuwa njema, na huu ndio uzuri wa amani. Uzuri wa amani ndio huu. Wanaonekana mbele yetu hapa, wapo waliokuwa kwenye swaumu ya Kwaresma, waliofunga Kwaresma, na wapo waliofunga Ramadhani. Ndio uzuri wa nchi yetu, ndio uzuri wa Tanzania, na ndio uzuri wa amani. Amani katika nchi yetu ndilo jambo ambalo linopewa kipaumbele na linaloombwa na dini zote. Ndio uzuri wa amani. Uzuri wa amani katika nchi yetu ndio huu. Kama nilivyosema, mkubwa yeye hajali kula, yeye anachojali ni Watanzania wenzake waweze kupata chakula. Asante sana mkubwa. Lakini kabla hujaondoka hapo, ukiwa upo hapo, naomba nipate neno moja dogo tu, wasalimie waalikwa wako. Aliye mbele yetu ni mheshimiwa mkubwa, kiongozi wetu wa shina, kiongozi wetu wa Ebu karibu useme mwenyewe mawili matatu, ujitambulishe alafu wakaribishe. Asante. Mimi naitwa Isa Juma mkubwa. Kwanza nawashukuru wote mliojitokeza kuja kufuturu. Nawashukuru sana na karibuni sana. Tushirikiane pamoja, na wale ambao mmetoka mbali mmekuja kushikamana na mimi, kwanza nawashukuru, pamoja na mwenyekiti wa CCM wa tawi, pamoja na viongozi kutoka kata, pamoja na umoja wa vijana, wote na washukuru walioshiriki na mimi kufika kuja kufuturu katika eneo la Mdidimua zoni namba 5. Nawashukuru sana. Na pia nashukuru sana katika upande wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kufanya kazi nzuri za kusimamia masuala yote ya kijamii. Pamoja na mshukuru pamoja na Angela ambaye ni mbunge wetu, ambaye sasa amechaguliwa kuwa ndio mbunge wetu, anasimamia mambo yote na kusimamia masuala yote ya kijamii, masuala ya barabara, masuala ya miundombinu. Pamoja na mheshimiwa diwani naye namshukuru, ambao anaitwa Kawina wa kata ya Kwembe, pia naye namshukuru sana. Amefanya ziara kutembelea barabara zote ambazo ni mbovu, pamoja na vivuko vyote ambavyo vipo katika mtaa wetu wa Ruguruni. Ametembelea na kata nzima ya Kwembe. Sasa namshukuru sana, pamoja na diwani wetu Kawina wa kata ya Kwembe. Kiongozi wangu, labda sababu zilizokupelekea mpaka kufanya jambo hili ni zipi? Karibu. Sababu ya kwanza nimefanya ni mshikamano wa kufuturisha wananchi wangu ambao wamefunga, ndio sababu inafanya kwamba mshikamano wetu mkubwa, pamoja na viongozi wangu kushiriki.
Aya, asante sana. Mwenyezi Mungu akubariki. Sisi bado tunaendelea na wewe endelea kuwahudumia. Asante sana. Na kwa sasa unasogezea nini karibu? Kwa sasa hivi nawatembezea tende ili wapate tende ambazo tende zimekuwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema unaweza ukafunga hata kama chakula hakuna, lakini ukala tende hata mbili ukashushia maji. Aya, asante, endelea kuwahudumia. Ubungo Media tuko live kwa Mkubwa Mkubwa, bado tunaendelea kushirikiana naye Mkubwa Mkubwa katika kuwahudumia wananchi kupata iftar. Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri. Ndugu zangu, sasa umefika wakati wa kupiga maneno kidogo hapa meza kuu. Huyu yuko nani? Mimi naitwa Vanessa Maregesi, ni katibu wa siasa na uenezi wa tawi la Ruguruni. Na huku kushoto kabisa kati hapo naitwa Susan Kayange, ni katibu wa jumuiya ya wazazi kata ya Kwende. Asante sana. Sasa tunamalizia na mwenyekiti bingwa kabisa wa eneo hili tuliopo. Karibu mheshimiwa mwenyekiti, ujitambulishe alafu tuambie nini kinachoendelea na umepokeaje. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Omari Sigesela, ni mwenyekiti wa tawi la Ruguruni. Leo hii kama unavyoona hapa, tumepata mwaliko kutoka kwa mjumbe wetu wa shina namba 5 Isa Mkubwa Mkubwa. Amefanya shughuli ya kufuturisha. Kwa hiyo amejaribu kualika wananchi wote wa eneo hili na viongozi wa chama kutoka katika maeneo mbalimbali kata, na baadhi ya viongozi walikuwa wa wilaya, lakini kwa sababu shughuli zimekuwa nyingi na zimeingiliana, viongozi wa wilaya hawajaweza kufika, lakini viongozi wa kata tunao hapa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kuungwa mkono na viongozi wa sekretarieti ya kata ambayo imekuja kushirikiana nasi. Hii inaonyesha ni umoja na mshikamano uliokuwepo kati ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu kiongozi aliyofuturisha ni kiongozi wa shina, lakini ameweza kuwa na mawasiliano mazuri na viongozi mpaka wa wilaya, wa kata na wa matawi. Kwa hiyo tunashukuru sana na tunawashukuru wote ambao wameshiriki, kwa sababu wangeweza kufuturu sehemu tofauti, lakini wameamua kuja kushirikiana naye. Tunasema asanteni sana katika hilo. Mungu awabariki sana. Asante sana mwenyekiti. Haya, mwenezi wangu. Ndio. Karibu ujitambulishe alafu utiririke. Asante. Mimi naitwa Vanessa Maregesi, ni katibu mwenezi wa tawi la Ruguruni. Kwanza nashukuru sana kwa mwaliko huu wa mwenyekiti wetu wa zone namba 5 Isa Mkubwa Mkubwa, yuko huku Mdidimua. Hii inaonyesha kwamba ni jinsi gani alivyokuwa na upendo, mshikamano kwa wananchi wake pamoja na wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Hii inaleta amani na upendo, na hii vile inasababisha
tuwe na mahusiano mazuri na watu mbalimbali, kwa sababu ukiangalia hapa waliofika sio wanachama wa Chama cha Mapinduzi tu, ni wananchi wote kwa ujumla, na hii inaleta imani kwa wananchi kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama kizuri chenye malengo mazuri, hakina ubaguzi, kinaleta mahusiano mazuri na muingiliano wa wananchi wote. Vile vile napenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu Hassan kwa upendo wake, kwa mshikamano wake. Hii yote iliyofanyika hapa ni mfano kutoka kwake. Unajua kiongozi anakuwa kiongozi wa mfano. Ukifanya mazuri lazima wa chini yako nao watakuiga. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa upendo wake, kwa kazi yake anayoifanya na kwa imani yake kwa wananchi wote wa Tanzania. Vile vile tunamshukuru mbunge wetu, waziri mbunge Angela Mberwa Kairuki kwa upendo wake, kwa roho yake ya huruma. Waga tunasema unamuona alivyokuwa mweupe na roho yake ni nyeupe kama yeye mwenyewe alipokuwa mweupe. Tunamshukuru sana kwa ushirikiano, ni mwepesi wa kushuka, hata ukiwa na jambo lako ni mwepesi wa kuitikia. Tunashukuru sana, tunashukuru viongozi wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wa wilaya, viongozi wa kata, viongozi wa matawi na wananchi wote kwa ujumla. Na vile vile bila kumsahau diwani wa kata ya Kwembe, Mheshimiwa Kawina Konde, na vile vile tunao diwani mwingine wa viti maalum kutoka Kwembe, anaitwa kupitia UWT wilaya ya Ubungo, anaitwa Nancy Neema Mgasa. Tunawashukuru sana sana na Mungu atubariki, Mungu aibariki Tanzania. Asanteni sana. Asa Kwembe, Mungu amewabariki sana. Amina. Diwani, mama, mbunge, mama, rais, mama. Yes, tunamshukuru sana Mungu. Hongera. Asante. Ubungo Media bado tuko live hapa kwa mkubwa mkubwa. Nafikiri mkubwa na bahati sana. Hata viongozi wa kata pia wameshuka hapa. Haya mheshimiwa, tuambie masaji majina yako afu tupe mawili matatu kuhusiana na iftari ya leo hapa kwa mkubwa. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina yangu ninaitwa Susan Kayange. Ni katibu wa jumuiya ya wazazi kata ya Kwembe. Binafsi nimefurahi sana siku ya leo kwa ajili ya kupata mwaliko huu wa kuja kushiriki iftari kwa Bwana Isa Juma mkubwa hapa eneo la Mdidimua, mtaa wa Ruguruni, kata ya Kwembe, wilaya ya Ubungo. Kwa kweli tumefurahi kwa ujumla wake. Katika kata ya Kwembe tuna zoni 80, yani mabalozi 80, lakini katika mabalozi 80 ni balozi mmoja tu ambao ameweza kufanya jambo hili kubwa na la baraka. Na hii ni sadaka, na sio kwamba amefanya kwa sababu anacho, ila ni moyo wa upendo kati ya yeye na jamii, lakini kwa sababu yeye ni mjumbe wa zoni kupitia Chama cha Mapinduzi, maana yake ni kiunganishi. Hapa wamealikwa watu mbalimbali, hawakualika watu wa Chama cha Mapinduzi tu, wamealikwa wananchi kwa ujumla bila kujali vyama vyao, bila kujali jinsia na bila kujali umri. Tumeona kuna watoto wako hapa, na mimi nikiwa kama katibu wa jumuiya ya wazazi nimefurahi sana kushiriki iftari hii pamoja na watoto, kwa sababu tunawapenda sana watoto. Na mkubwa hii ameiona, amealika paka watoto, na kwa kweli wamejiandaa vizuri. Tumeweza kufuturu vizuri kabisa, iftari yenye heshima na hadhi kabisa. Mungu wa mbingu na nchi ambariki sana. Mimi kama kiongozi wa kata ninampongeza sana, lakini pia ni mfano wa kuigwa. Matendo haya huwa yanatendeka mara nyingi ni kwa sababu ya imani zetu tulizokuwa nazo. Kwa hiyo ukiwa na imani ya kidini, unafanya jambo hili kuja kushirikiana na wenzio. Kuna Wakristo nimewaona wako hapa na wenyewe wameshiriki tendo hili la kufuturu, au Waislamu wenye imani zao, lakini nia na madhumuni, nadhani tulijaribu kuongea na kiongozi wetu, ikaonekana kwamba nia na madhumuni yeye ni kuunganisha upendo, kwa maana upendo ndio kila kitu. Lakini zaidi sana tunashukuru hata viongozi wetu wa kitaifa kututengenezea hii amani, maana pasingekuwa pana amani hata kuweza kukutana mahali hapa tusingeweza kukutana. Kwa hiyo Amiri Jeshi Mkuu ambaye ni mama yetu Samia Suluhu Hassan, tunamshukuru sana kututengenezea huu umoja na amani na utulivu. Tumeweza kukaa pamoja kwa amani na bila shaka yoyote tumeshiriki vizuri. Lakini tuko nao viongozi wetu wa chama hapa kwenye tawi hili la Ruguruni, kati ya matawi 9 ambayo tunayo Kwembe.
kwa kweli na wenyewe wameshiriki vizuri kwenye tukio hili. Lakini kuna kiongozi wa vijana ambaye anaongoza majority ya vijana, kwa kweli na yeye ameshiriki kwenye tukio hili. Hivyo niseme tu hii tukio limekusanya watu wa aina mbalimbali. Nimeona watu wametoka mitaa mingine wamekuja hapa, wametoka mtaa Msakuzi, wametoka mtaa wa Mji Mpya, watu wametoka mitaa mbalimbali kuja kushiriki jambo hili. Nadhani ni jambo la kihistoria na ni jambo ambalo kwa kweli katika miaka yangu ambayo nimeanza kutawala katika kata ya Kwembe hajawahi kutokea mwenyekiti wa zoni, mjumbe wa zoni, balozi kuandaa tukio kubwa kama hili. Basi nadhani ni namna ya watu kuweza kuiga mfano huu mzuri ambao ndugu yetu Isa mkubwa amefanya akishirikiana na kamati yake ya shina ambao wanafanya kazi kwa umoja, upendo na mshikamano. Mimi nasema tu sina mengi ya kusema, ila Mungu wa mbingu na nchi awabariki sana. Endapo kutakuwa na jambo lolote, nadhani tunashirikiana vizuri sana. Kwa hiyo kama kuna jambo lingine lolote, kwa kweli next time tushirikiane kama hivi ambavyo tumeshirikiana leo. Amina. Kama tulivyosema, Ubungo Media tuko live katika eneo hili, na ndio maana eneo hili limekuwa shwari sana. Yuko kamanda katika eneo hili. Hongera sana kamanda. Shukuru sana. Jitambulishe kwa majina yako, alafu tupe mawili matatu kuhusiana na hili alilolifanya ndugu yetu. Karibu. Kwa majina naitwa Majid Ali, ni katibu wa hamasa na chukizi kata ya Kwembe. Nipo hapa leo kwa mkubwa kwa hii sadaka ambayo ameweza kuitoa ya iftar. Kwa upande wangu nimeona ni sadaka nzuri na ni neema nzuri kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu sisi Waislamu tunatakiwa pale unapopata kitu basi unaweza kugawa kitu kwa wengine, ili mradi kwa watu ambao tunaofunga kama sisi tuweze kufaidika na wengine kuendelea. Hivyo kwa kuwa tupo hapa kwa ajili ya kupata iftari, nimpongeze sana mzee wangu mkubwa kwa hii sadaka ambayo ameweza kuitoa kwa niaba ya umoja wa vijana kata ya Kwembe na vijana wenzangu tuliokuwa hapa. Tumefanyika sana. Tumekula, tumeshiba na tumetosheka sana kwa hii iftari ambayo umetuandalia. Iftari hii imeweza kuleta ushikamano, upendo na umoja katika sisi vijana na baadhi ya vijana wenzetu ambao tumekutana nao hapa. Kwa upendo huu tunamshukuru sana mzee wetu mkubwa kwa hii sadaka ambayo ameweza kutujalia. Asante sana. Haya mama mkwe. Mimi ni kutoka Ubungo Media. Ubungo Media kwanza inakupongeza kwa jinsi ambavyo ulivyojitoa kuja kushirikiana na mwenzetu mkubwa. Karibu, utaanza na majina yako matatu, alafu utatueleza mambo mawili matatu kuhusiana na kwa majina. Naitwa Amina Abdalla Panya, kazi wa Kibamba Mbilimua. Tunashukuru kwa tafrija ya leo ya kufuturisha. Tunawapongeza kwa kila mmoja aliotoa ushirikiano wake. Hatuna la kusema, tunasema asante sana. Mungu awabariki. Asante, Mungu akubariki na wewe. Amina. Kiongozi wangu, hongereni kwa jinsi ambavyo mlivyowahudumia wananchi. Ubungo Media inakupa nafasi upate kuongea mawili matatu kuhusiana na tukio hili. Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Saidi Saleh Pilimo, mwenyekiti wa zoni namba 9 tawi la Luguruni, mtaa wa Luguruni, kata ya Kwembe. Kwa jumla tunashukuru kwa tukio ambalo lilitokea hapa leo, lililotukutanisha kwa ajili ya kufutulisha kwa waliofunga kwa lazima pamoja na waliofunga saumu. Tukio hili ni zuri sana na linawapatia baraka kwa wote waliofuturu na wale waliofutulisha. Asanteni sana. Ndio uzuri sasa wa nchi yetu. Nchi yetu kila mtu na dini yake. Serikali haina dini. Kwa maana hiyo hapa mmewashirikisha wa Kwaresma, waliofunga Kwaresma na waliofunga Ramadhani. Waliofunga Kwaresma tumewashirikisha pamoja na waliofunga Ramadhani, wote tumewashirikisha kwa sababu hatuna ubaguzi wa dini, rangi wala jinsia. Asanteni sana. Amen. Jamani, ndio uzuri wa nchi yetu. Ndio uzuri wa serikali yetu. Mheshimiwa Dokta, hongera zinazidi kupanda hizi.
zinakuelekea wewe rais wa Jamhuri ya Muungano. Amen. Huku wewe haupo, lakini sisi watumishi wako tupo. Amen. Waliofunga Kwaresma na waliofunga Ramadhani wote wamefuturishwa kwa pamoja. Amen. Hongereni sana. Amen. Haya ndugu yangu, Ndio. Tunakupa na Ubungo Media inakupa nafasi utaje majina yako, alafu uongee mawili matatu kuhusiana na hili lilofanyika hapa. Sawa kabisa. Asante. Kwa majina yangu ninaitwa Kulwa Jacob Mdigwa. Mimi ni katibu wa jumuiya ya wazazi katika tawi la Msakuzi. Kwanza kabisa ninapenda kumshukuru Mungu na kuwashukuru mheshimiwa mkubwa kwa namna ambavyo amefanya ule ujumuisho wa kuwafutulisha watu katika pande zote mbili pasipo kubagua, maana upande wa Waislamu lakini pia na upande wa Kristo. Hii inaonyesha kwa namna ya ule umoja na pia inaonyesha ushirikiano mkubwa ambao serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, kuonyesha ule ushirikiano kati ya wananchi wote pasipo kuangalia rangi, kabila, dini wala namna nyingine yoyote. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa namna ya tukio hili ambalo ndugu yetu mkubwa amelifanya, na ni jambo la kihistoria na ni jambo ambalo liko tofauti kabisa katika kata yetu ya Kwembe. Lakini hii pia inaonyesha ule umoja tulionao katika viongozi, kuanzia viongozi wa zoni, viongozi wa kata, viongozi wa matawi, lakini pia hata katika ngazi zetu za juu ambazo kuanzia Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mbunge ambaye tuko naye Angelina Kairuki, lakini pia kwa ushirikiano unaonekana juu ya diwani wetu wa kata ya Kwembe Mheshimiwa Kawina Haji Konde, lakini pia ushirikiano wa wananchi kwa ujumla na kujaliana na namna ambayo serikali tunavyojali, hususa huyu kiongozi wetu mkuu wa wilaya naye anafanya vizuri sana katika kujali jumuiya zote na jamii zote kwa ujumla. Kwa hiyo ninapongeza sana jambo hili na ninatoa wito kwa wengine pia liendelee kuonyesha ule ushirikiano na umoja wetu usijali wala kubagua rangi wala dini ya mtu. Nashukuru sana. Asante sana, ubarikiwe. Asante sana. Ndugu yangu, Ubungo Media pia inakupa na wewe nafasi utaje majina yako, alafu upate kuongea mawili matatu kuhusiana na zoezi lilokuwa nalo. Karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Daniel Isaac Moshi, ndio katibu wa shina hili na zone namba 5 chini ya mwenyekiti wetu Isa Juma mkubwa. Kiukweli tukio hili ni tukio la kihistoria, ni tukio ambalo limeweka alama, tukio la kufutulisha siku ya futari. Kiukweli nawashukuru kwa wote ambao wameweza kujitokeza katika eneo hili kuja kufuturu. Ni jambo jema, jambo la kumshukuru Mungu. Tumefutulisha bila kuangalia itikadi, kuangalia jinsia. Hii inaonyesha kwamba inatuletea upendo, amani, mshikamano katika eneo letu, lakini vile vile inatuletea kuweza kuunganisha na kuweza kujuana kati ya viongozi na wananchi. Umesema wewe ni katibu wa mkubwa zone namba 5 ndio. Hivi huyu mkubwa wewe unafanya naye kazi kwa karibu, ni mtu wa aina gani unavyoona wewe? Mkubwa ni mchapakazi, ni mtendaji, ni mtu ambaye anajua kujituma, anajua kujitoa, lakini ni mtu ambaye ana huruma. Pale ambapo una jambo lako ukimshirikisha, ni mtu ambaye anajitoa kukusaidia, anajitoa 100%. Basi ungemkaribisha naye apate kuongea mawili matatu. Basi namkaribisha mwenyekiti wangu aweze kufika hapa kuja kuongea mawili matatu, na kuwashukuru wananchi wote ambao wameweza kujitokeza katika hafla hii. Mungu awabariki sana. Haya, Mheshimiwa mkubwa, nimeambiwa hivyo mkubwa. Ndio mimi mkubwa. Kwanza nikupongeze kwa hili ulilolifanya. Mimi na umri wangu huu wa miaka 70 na ninafanya mambo ya habari, sijakuta mahali ambapo mtu anawafuturisha waliofunga Ramadhani na waliofunga Kwaresma. Lakini wewe umejitahidi, na naweza nikasema kwa mwaka huu wewe ulistahili upate nishani. Hongera sana. Asante sana. Mimi naitwa Isa Juma mkubwa.
Lakini jambo la kwanza, mimi nawashukuru wote waliofika kufuturu, na pia na lengo kubwa zaidi ni kuwashukuru sana waliotoka mbali na kuja kufuturu kwa pamoja. Kwanza namshukuru Mungu sana waliojitokeza. Asante sana. Kwa hiyo bado unaendelea kuwa nao hapa ili uwape na daku au unawaruhusu waondoke? Kwa sasa nasema kwamba wameshakula daku, ina maana kwamba muda umeshakwisha, wanaweza kuelekea nyumbani. Asante. Ubungo Media tumeendelea kuwepo hapa kwa muda mrefu, tumelishuhudia jambo hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na kutoka hapa kwenye iftari ya mkubwa ni mwanahabari wenu Alhaji Makoe, kijana wa muda mrefu. Asanteni sana. Shukrani sana.